Kijana wa mwisho wa kijiji cha mawingu. Kulikuwa na kijiji cha ajabu kilichojengwa juu ya milima mirefu sana kiasi kwamba mawingu yalipita katikati ya nyumba zake. Kijiji hicho kiliitwa kijiji cha mawingu. Watu waliokaa hapo waliamini kuwa dunia ya chini ilikuwa ya hatari na yenye giza, hivyo hawakuruhusiwa kushuka milimani. Watoto walifundishwa tangu wakiwa wadogo kuwa ukishuka chini ya mlima hutawahi kurudi salama. Hakuna aliyehoji sheria hiyo. Wote waliishi kwa hofu ya dunia ya chini. Lakini kijana mmoja aitwaye Amani alikuwa tofauti. Amani alikuwa na miaka 16. Alikuwa mrefu, mwenye macho ya udadisi na moyo wa kutafuta ukweli. Tofauti na vijana wengine waliopenda kushinda siku nzima wakichunga mifugo au kufanya kazi mashambani, Amani alipenda kusoma vitabu vya zamani vilivyokuwa kwenye maktaba ya babu yake. Siku moja akiwa anapekua vitabu hivyo, alikuta ramani ya zamani iliyokuwa imefichwa ndani ya sanduku la mbao. Juu yake kulikuwa na maneno yaliyofutika, njia ya kwenda chini. Moyo wake ulianza kwenda mbio. Alipomwonyesha babu yake ramani hiyo, uso wa mzee huyo ulibadilika ghafla. "Umeitoa wapi hiyo?" aliuliza kwa sauti nzito. "Kwenye sanduku lako." Babu alikaa kimya kwa muda mrefu kabla hajazungumza tena. "Kuna mambo ambayo kijiji hiki kimeficha kwa miaka mingi." Amani alimsogelea karibu. "Ni kweli kuwa dunia ya chini ni hatari?" Babu alitazama nje dirishani kuelekea mawingu. "Si kila hadithi tunazoambiwa ni za kweli." Usiku huo Amani hakulala. Maneno ya babu yake yalizunguka kichwani mwake. Kama dunia ya chini haikuwa hatari, kwa nini watu waliogopa sana? Kesho yake aliamua kufuatilia siri hiyo mwenyewe. Alienda kwa rafiki yake wa karibu, msichana aitwaye Zuri. Zuri alikuwa jasiri, mwerevu na hakupenda sheria zisizoeleweka. Aliposikia kuhusu ramani hiyo, macho yake yalijaa mshangao. "Unataka kushuka chini ya mlima?" "Nataka kujua ukweli." Zuri alitabasamu kidogo. "Basi sitaacha uende peke yako." Usiku ulipoingia, wawili hao walitoka kijijini kwa siri. Walifuata njia nyembamba iliyokuwa imechorwa kwenye ramani. Njia hiyo ilipita katikati ya miamba mikubwa na misitu yenye ukungu mzito. Kadri walivyoshuka chini, hali ya hewa ilibadilika. Mawingu yalibaki juu yao kwa mara ya kwanza maishani mwao. Amani alisimama ghafla na kutazama juu. "Kumbe mawingu yako juu hivi?" Zuri alicheka. "Tulikuwa tunaishi ndani yake muda wote." Walitembea kwa saa nyingi mpaka walipofika sehemu yenye maji mengi yaliyong'aa kama fedha chini ya mwanga wa mwezi. Lakini ghafla walihisi hawakuwa peke yao. Majani yalitikisika. Kitu kikubwa kilisogea gizani. Zuri alishika mkono wa Amani. "Sikii vizuri." Kutoka gizani alitokea mbwa mwitu mkubwa mwenye macho mekundu. Amani alirudi nyuma kwa hofu. Lakini kabla mnyama huyo hajawakaribia, mshale uliruka kutoka gizani na kutua karibu na miguu yake. Mbwa mwitu alikimbia mara moja. Kutoka nyuma ya miti alitokea kijana mmoja mwenye mavazi meusi na upinde mgongoni. "Ninyi ni nani?" aliuliza kwa tahadhari. Amani alimwangalia kwa mshangao. "Unaishi huku chini?" Kijana huyo alionekana kushangaa zaidi yao. "Mnamaanisha hamjawahi kuona watu wa dunia ya chini?" Zuri na Amani walitazamana. "Kwa hiyo kuna watu huku?" Kijana huyo aliwapeleka kwenye kambi ndogo iliyokuwa karibu na mto. Moto ulikuwa ukiwaka katikati huku watu wengine wakikaa kuuzunguka. Amani aligundua kitu cha kushangaza. Watu hao hawakuonekana wabaya hata kidogo. Walikuwa wa kawaida. Kijana yule alijitambulisha kwa jina Kyle. "Miaka mingi iliyopita," alisema, "watu wa milimani walitengana na watu wa huku chini baada ya vita kubwa." "Vita?" Amani aliuliza. Kyle akatikisa kichwa. "Viongozi wa zamani waliwaambia watu wa milimani kuwa dunia ya chini ilikuwa ya hatari ili wasiingilie siri zao." "Siri gani?" Kyle hakujibu mara moja. Badala yake aliwapeleka kwenye pango lililokuwa nyuma ya maporomoko ya maji. Ndani yake kulikuwa na mashine kubwa ya ajabu iliyokuwa ikitoa mwanga wa buluu. Amani alibaki mdomo wazi. "Hiki ni nini?" "Hiki ndicho chanzo cha mawingu ya kijiji chenu." Amani hakuelewa. Kyle akaendelea, "Viongozi wa zamani walitengeneza mashine hii ili kuficha ukweli na kuwafanya watu wa milimani waishi mbali na wengine." Zuri alikunja uso.
Kwa nini wafanye hivyo? Kwa sababu waliogopa kupoteza nguvu zao. Kabla hawajaendelea kuzungumza, mlio mkubwa ulisikika nje. Boom! Milio ya pembe za vita ilisikika. Kyle aligeuka haraka. Wametufuata. Nani? Walinda mlima. Amani alishtuka. Walinda mlima walikuwa askari wa kijiji chao waliolinda sheria zote. Kyle aliwapeleka haraka kupitia njia ya siri ndani ya pango. Walikimbia gizani huku sauti za askari zikisikika nyuma yao. Watafuteni. Amani alianza kutambua kuwa alikuwa amejiingiza kwenye jambo kubwa zaidi kuliko alivyofikiria. Baada ya kukimbia kwa muda mrefu, walifika kwenye mji mkubwa wa chini ya ardhi uliokuwa umejaa taa za ajabu zilizong'aa. Zuri alishika pumzi. Hapa ni kama dunia nyingine eh. Kyle alitabasamu. Hii ndiyo sehemu waliowaficha. Wakazi wa mji huo waliwakaribisha kwa tahadhari. Walionekana wamezoea kujificha. Amani alikutana na mwanamke mzee aitwaye Nalea ambaye alikuwa mmoja wa viongozi wa mji huo. Nalea alimwangalia Amani kwa makini. Unafanana sana na baba yako. Amani alishtuka. Unamjua baba yangu? Nalea alikaa kimya kwa muda mfupi. Baba yako aliwahi kushuka huku miaka mingi iliyopita. Mnasema nini? Alikuwa akitafuta ukweli kama wewe. Amani alihisi moyo wake ukidunda kwa nguvu. Yuko wapi sasa? Uso wa Nalea ukabadilika. Alikamatwa na walinda mlima. Kimya kizito kikaanguka. Amani alikuwa ameamini baba yake alifariki alipokuwa mdogo. Kumbe kulikuwa na siri nyingine kubwa. Sasa yuko wapi? Hakuna anayejua. Usiku huo Amani hakulala tena. Aliapa moyoni kuwa angemtafuta baba yake. Kesho yake Kyle aliwaonyesha sehemu mbalimbali za mji huo. Kulikuwa na maktaba kubwa, bustani zilizofichwa chini ya miamba na mashini nyingi za ajabu. Lakini ghafla king'ora kikubwa kililia. Watu wote wakaanza kukimbia. Mashambulizi! Mtu mmoja alipiga kelele. Walinda mlima walikuwa wameuvamia mji. Mlipuko mkubwa ulitikisa ardhi. Kyle alimpa Amani upanga mfupi. Ukikaa hapa utafungwa. Lazima upigane. Amani alikuwa hajawahi kushika silaha maishani. Lakini hakuwa na uchaguzi. Askari waliovaa mavazi meupe waliingia ndani ya mji huku wakikamata watu. Mapigano makubwa yakaanza. Zuri alitumia ustadi wake kuwasaidia watoto kutoroka. Kyle alipambana kwa kasi kubwa dhidi ya askari wawili. Amani alijikuta uso kwa uso na askari mmoja mkubwa. Moyo wake ulikuwa ukidunda kwa nguvu. Askari huyo alimrukia. Amani alijilinda kwa shida. Kelele, moto na vumbi vilijaa kila upande. Katika vurugu hizo, Amani alisikia sauti ya mtu aliyefungwa minyororo ndani ya chumba cha gereza. Aligeuka haraka. Ndani ya chumba hicho kulikuwa na mwanaume dhaifu mwenye ndevu nyingi. Macho yao yalipokutana, Amani alihisi mwili wote ukitetemeka. Baba. Mwanaume huyo alikuwa baba yake. Mwisho wa sehemu ya kwanza. Karibu Mkolwe Product ujipatie unga wa lishe, unga wenye faida kemkem mwilini kwa shilingi 3,000 tu popote pale ulipo. Piga simu namba 0687722315 au piga simu namba 0716283088. Mkolwe Product, help us to help you. Then this is your home. Please don't forget to subscribe right now and tap that bell so you never miss a single update.